Wapwani, asante. Wapwani, naomba masikio yenu. Watu wa Pwani, hii leo si sherehe ya kawaida. Hii leo si siku ambayo kwamba tunakuja kama sherehe nyingine ya kiserikali. Hii leo viongozi wote wameweza kuungana hapa, si kwa sababu nyingine, bali leo watu wameweza kuungana ili hadhi za watu wetu na yale ambayo kwamba yamekuwa yakizungumzwa kwa muda mrefu, haki ya watu wetu iweze kupatiwa. Miaka nenda miaka rudi, nyote hapa masikio yenu yamekuwa yakisikia lugha ya kuwa ardhi, ardhi, ardhi. Kila pakiwa panaingia wakati wa kura, kila mmoja wenu hapa alikuwa mwanasiasa anashika mikrofoni na anasema ya kwa yeye akiweza kuingia atalitatua donda sugu la ardhi katika Pwani. Marehemu, na mimi hutumia msemo huu siku zote, marehemu mamake Hassan alijua, alikuwa na msemo anasema, mkeka mbuzi ya shaula, hasidi atakaa wapi? Hili tatizo sugu la ardhi, marais wote ambao kwamba walokuja kabla, hamna yule ambaye kwamba alokaa chini na viongozi akasema ya kuwa anataka kuyatatua haya matatizo, yasiwe ni ya mdomo, yasiwe ni matatizo ambayo kwamba yatazungumzwa katika msimu, ila haya matatizo tuweze kupata suluhisho. Leo hii kuna watu kutoka Taita Taveta, ardhi za mama zao, baba zao, manyanya zao na babu zao wamezikwa katika ardhi zile, leo watakuwa ni wenye kuwa na hadhi. Hapa leo hii kuna watu kutoka Kilifi ambao kwamba kaya zao, maeneo yao yamekuwa pale, malazi yao yamekuwa pale. Leo rais, huu ushirikiano ambao tuko nao umeweza kuinua hadhi zao. Leo kuna watu ambao kwamba wanatoka Tana River, kila mwaka nenda mwaka rudi, kila kukinyesha watu wanagura, kwa sababu yale maeneo ambao kwamba walikuwa wanakaa wanaambiwa si yao, leo hii watakuwa na hifadhi katika sehemu zao. Kuna watu kutoka Taita Taveta, miaka nenda miaka rudi, tangu wakati wa ukoloni walinyang'anywa mashamba yao. Wakati wa ukoloni mashamba yakaambiwa ya kwa haya ni ya ukulima, ikawa wao watoto wao na wale ambao kwamba ni wajukuu zao hawawezi kulima. Leo hii wanakuwa na hadhi ya kukaa katika sehemu zao. Nisikizeni, hii leo si siku ya kawaida. This is not a normal political meeting. This is a meeting that we are delivering on the promises that have been made. Your Excellency, hizi sura unaziona hapa, ukiona mtu anatoka machozi leo, ujue ya kuwa chozi la kulia jana lilikuwa ni chozi la machungu, leo linatoka chozi la furaha. Mimi nataka kuongea mambo ambayo kwamba yatakuwa ni factual. It is a fact. Serikali ya William Samoei Ruto katika title deed zote takriban 1.5 takriban 30% title deeds ambazo kwamba zimeweza kutolewa ni za wapwani. Fact. Nataka kuambia na jengine, leo hii hakuja na mazungumzo ya ahadi. Leo hii amekuja kuambia zile ahadi niloambia nimezitekeleza, na mimi ni shahidi ya kwa tangu alfajiri alipoingia hajafunga jicho,
amekaa na kuangalia zile karatasi. Your Excellency, I don't want to spill the beans, lakini hii leo watu takriban nyumba 200,000 katika pwani hii watakuwa ni wenye kuambiwa ya kuwa karibuni na wao pia wako katika mstari wa mbele na mambo ya title deed. Kuanzia watu wa Likoni Mwananguvuze, kuanzia watu wa Vitagaraweni wa Likoni, kuanzia watu wa ugatuzi wa Kisauni, kuanzia watu wa Kabulo wa pale maendeleo ya Nyali. Hakuzaliwa pale, hana ardhi pale, lakini bila kufunga jicho ametoka safari. Ameamua kutatua matatizo ya watu ambao kwamba ni wa pwani. Hatutauziwa ng'ombe kwa kuoneshwa kata. Your Excellency, mimi nataka kuambia hivi kitu kimoja. In the manifesto of the late party leader Raila Amolo Odinga, mambo ya ardhi yalikuwa yamezungumzwa. In your manifesto, mambo ya ardhi yakawa yamezungumzwa. Today, despite our colors being yellow and orange, we have united to come up with a solution for our people. Kwa wale ambao kwamba wenye kuita wengine wasaliti, you are the betrayer of the cause of Raila Amolo Odinga, who shed blood, who shed tears, who was inside jail for the purposes of land for the people of this country. Today it is Ruto, William Samoei Ruto, under his presidency, that is delivering on a promise that made Raila lose his livelihood. Leo hii, Your Excellency, mimi, and I will continue reminding, nitaendelea kuwakumbusha, kwa sababu binadamu tuna tabia ya kusahau, na ndio maana akina mama wakani wenye kujifungua zaidi ya mara moja. Binadamu tuna tabia ya kusahau. Sio wale ambao kwamba kila mwaka wenye kuja hapa na kutuambia ya kuwatatatua mambo ya ardhi. Leo hii William Samoei Ruto ameshirikiana. Hakujali Abdulswamad ni deputy party leader wa ODM, hakujali Mgaro ni gavana ambaye kwamba ni wa ODM, hakujali wale wengine wote licha ya chama chao. Angalieni wale walioko hapa watakaoweza kuchukua title deed. This is the face of this country. Kuna Mkikuyu hapa ndani, kuna Mjaluo hapa ndani, kuna kila kabila hapa ndani. We are united for a mission and a cause in this country. Your Excellency, ni lazima nilizungumze. If I don't speak, I will be betraying the people who elected us in office. Baba aliamini in Baba Care. Ulipoingia, you are the first presidents in this country. Hata wakoloni hawakujaribu kuweza kuleta universal health in this country. Leo hii hawa mama wakijifungua level 2 na level 3 wanaenda wanajifungua, na pesa ambayo kwamba inalipwa ni zaidi kuliko ile ambayo kwamba ilikuwa ni pale mbeleni. Your Excellency, katika hii pwani, licha ya kuwa tumezingirwa na bahari, katika hii leo hii ukitoka hapa unaenda Kwale, katika eneo la Kwale tunafanya mpango ya kuwa katika serikali yako umeweka mambo ya mwache, ila kila mmoja katika pwani hii, Kwale, Kilifi na Mombasa, na mpango wa mzima kutoka pale maeneo ya Taita, ili kaunti zote maji yaweze kupatikana. You will all be betrayers of your children ikiwa mutasikiza lugha ya kuwa William Samoei Ruto hafai. Tatizo la William Samoei Ruto ni moja. Let me tell you where his problem is. Tatizo la William Samoei Ruto is not a political snake ambayo kwamba ulimi wake unatoka kuzungumza chuki. That is where his problem is. And if that is what will cost him his popularity, we as the lieutenants of the people of this country and as ODM partnering with UDA will soldier on. Kila wakiuza chuki tunaleta mapenzi. Your Excellency, leo si siku yangu.